Mimi kwa jina naitwa Bishop Daktari George Meshak Okoth, askofu wa 3 wa Dayosisi ya Mara. Dayosisi ilianzishwa tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 1985. Tulifunuliwa kwamba ni vema tufanye maadhimisho ya miaka 41 ya dayosisi hii kuanzishwa. Kwa tarehe 17 mwezi wa 8 hadi tarehe 23 mwezi wa 8 tutakuwa na maadhimisho ya kuonyesha mambo makuu, matendo makubwa ambayo Mungu ametenda katikati yetu katika Dayosisi ya Mara tangu ianzishwe miaka 41 iliyopita. Na kwa neema ya Mungu mgeni rasmi ambao tulimwalika amekubali kuja ni Profesa Kabudi. Yeye kwa neema ya Mungu atakuja siku ya mwisho tarehe 23 mwezi wa 8, itakuwa ni Jumapili, ndio itakuwa ni hitimisho. Maaskofu watafika na tutawapeleka kufanya kazi ya kipaimara kwenye maparish na kufungua makanisa na kuweka jiwe la misingi katika makanisa yetu katika wiki nzima. Zoezi itakuwa inaendelea, lakini ikifika tarehe 23 inakuwa ni hitimisho. Tutakuwa na kuhubiri Injili kila siku. Jioni maaskofu watakuwa wanahubiri Injili, na napenda kualika watu waje wasikie neno la Mungu. Wenye shida wataombewa. Mungu ambaye ndio mponyaji, ndio mweza mambo yote, tutamtukuza kwa wiki nzima kwa matendo makuu ambayo anatenda katika Dayosisi ya Mara. Neno kuu linapatikana katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ya 7 mstari wa 12, ambayo imebeba na neno Ebeneza ya Kiebrania. Maana yake hata sasa Bwana ametusaidia. Dayosisi ya Mara ilivyoanzishwa na askofu wa kwanza Gershon Oliver Nyaronga, kulikuwa na parish 12 tu. Madayosisi mengi yakafunguliwa, na hata sasa hivi bado tuna parish karibu 78. Kwa hiyo ni Mungu amekuwa pamoja nasi, hajawahi kutuacha. Tumepita katika mawimbi, lakini tumeona mkono wake. Baada ya Bishop Nyaronga kustaafu, baadaye Mungu akamwita, tukampata askofu wa pili Helkia Omindo Dea. Tukaona jinsi kanisa linavyopanuka katika mkoa wa Mara. Dayosisi nyingine kafunguliwa kutoka katika dayosisi mama, Dayosisi ya Mara, Dayosisi ya Rorya na Dayosisi ya Tarime mwaka 2010. Kwa kazi ya Injili imeendelea sana, hasa tukifuata maono ya dayosisi kwamba tunataka tubadilishe maisha ya watu kwa nguvu ya Injili. Kwa sababu hiyo sisi tuna vituo vingi ambavyo vinachangia jamii na lengo kupeleka Injili. Tuna shule za primary school, pre and primary schools, tuna vyuo vya maendeleo, tuna chuo cha theolojia, na tuna kituo cha kilimo na sehemu utulivu kule Buhemba. Na tunamshukuru Mungu kwa neema hiyo. Haya yote sio kwa akili zetu, kwa nguvu zetu au kwa uweza wetu, ni kwa nguvu ya Injili. Baraka kutoka kwake Mungu atupe amani na utulivu na matayarisho, ili tuje wote tujumuike katika kumshukuru Mungu tarehe 23 mwezi wa 8, ikiwa ndio siku ya mwisho, tukianza tarehe 17. Karibuni sana na Mungu awabariki.